Kuanzisha biashara. Hii ni wiki ya biashara ya wakala wa simu, na kwenye episode ya kwanza ambayo ilikuwa ni Jumatatu, tuliongelea masuala ya mtaji na taratibu za awali za jinsi ya kuanzisha hii biashara ya wakala wa simu. Sasa hii leo tunaingia episode ya pili, na nafikiri wengi mnajiuliza sasa, baada ya kuangalia hayo mambo ya mtaji na taratibu za hii biashara, kitu gani kinafuata? Sasa leo tutaangalia masuala ya upatikanaji wa leseni na vibali mbalimbali katika hii biashara ya wakala wa simu. Leo nitakupitisha hatua kwa hatua, kuanzia mambo yanayoanzia kwenye serikali za mitaa mpaka unapofikia hatua ya kuingia mkataba na kampuni ya simu na mambo mengineyo ya muhimu. Sasa hebu kwanza tujikumbushe mambo tulioongelea kwenye episode ya kwanza kabla tujaendelea na haya mambo mapya ya episode ya pili. Katika episode ya kwanza tulielezea mambo ya mtaji na eneo ambapo unaweza ukafanya hii biashara ya wakala wa simu. Kama hujaiona hii video, itazame kwanza ili uelewe msingi wa hii biashara. Leo tuko kwenye sehemu ya pili ya mfululizo wa biashara ya wakala wa simu, na hapa tutazungumzia mambo yafuatayo. Kwanza ni vitu vinne vya kisheria. Pili, safari ya kwenda kwa kampuni ya simu au super agent, na tatu ni mpango wa float kwa siku nzima. Karibu sana, endelea hadi mwisho, maana tutafanya mpango kamili wa siku ya wakala. Sasa tuangalie hatua za kisheria, inakuwaje kwenye haya mambo ya biashara ya wakala wa simu. Sasa hebu tuangalie hatua 4 za kisheria. Hatua ya kwanza inahusu kitambulisho cha taifa, yaani NIDA. Bila ya NIDA mambo mengi ya kifedha hayasogei. Kama huna, anzia hapa kwenye ofisi za NIDA wilayani kwako. Hakikisha majina yako kwenye NIDA yanaendana na majina utakayotumia kwenye leseni na mikataba mbalimbali. Hatua ya pili ni TIN number. Hii ni namba ya mlipa kodi. Unaweza kupata kama mtu binafsi au kama jina la biashara kama umejisajili BRELA. Ziara moja ofisi ya TRA au kupitia mfumo wao, lakini ni vizuri ukafika ofisini ili uelekezwe kulingana na aina ya biashara unaotaka kufanya. Hatua ya tatu ni leseni ya biashara ambayo unaweza ukaipata kutoka ofisi ya halmashauri ya mji au hata ya wilaya. Sasa nenda kwa afisa biashara wa manispaa au halmashauri ya mji. Utajaza fomu, uandike aina ya biashara na huduma za fedha ndogo ndogo au wakala wa miamala ya simu kulingana na maelekezo yao. Ada hutegemea mji, kama ni mji au ni kijiji au ni jiji. Hatua ya 4 ni usajili wa jina la biashara. Sasa hii inafanyika BRELA. Kama unataka ujulikane kwa jina maalum, mfano Kitali Payment Center, hili jina unaweza kulisajili BRELA. Faida ya kusajili jina ni kuwa unaweka msingi wa kupanua hiyo biashara hapo baadaye, au kufungua kwenye location nyingine, au hata kupata mikopo. Onyo ni kuwa usianze kufanya miamala mikubwa kwa kutumia laini ya kawaida ya mtu binafsi. Ukikumbana na tatizo la kisheria, itakuwa ngumu kujitetea. Sasa hebu tuangalie jinsi ya kupata uwakala kutoka kwenye kampuni ya simu. Hali inakuwa vipi? Kupata uwakala kuna njia kuu mbili. Kwanza ni kupitia kampuni moja kwa moja, yaani kama ni branch au kwenye ofisi zao.
Sasa hapo unachofanya unawasilisha kitambulisho chako cha NIDA, leseni ya biashara, TIN namba na picha za passport size kulingana na matakwa yao, na wanakupitisha mafunzo mafupi ya namna ya kutumia mashine au application. Njia ya pili ni kupitia super agent au wakala mkuu. Huyu ni wakala mwenye mtaji mkubwa anayepata uhuru wa kusajili mawakala wadogo. Mara nyingi ni njia rahisi kwenye miji midogo. Kumbuka, bado unatakiwa kuwa na nyaraka zako. Usikubali tu kukodishiwa laini bila kujua jina lililosajiliwa. Ushauri: unashauriwa kuwa na angalau mitandao miwili, mfano Vodacom na Airtel au Tigo na Airtel, ili mteja akija asikose huduma. Sasa tuangalie mpango wa float, maana float ndio kila kitu kwenye biashara. Hapa mambo yanakuaje? Wakala wengi wapya wanafungua asubuhi na kufunga mchana kwa sababu float imekusanya upande mmoja. Dhana kuu: wateja wa asubuhi mara nyingi wanaweka pesa, yaani cash in. Unajikuta una cash nyingi na float kidogo. Jioni wateja wanataka kutoa, yaani cash out, unakosa cash. Sasa hebu tuangalie mpango wa siku kama mfano. Asubuhi fungua na cash taslimu shilingi 300,000. Float jumla inakuwa shilingi 1,000,000 ambapo imegawanyika kwenye mitandao. Kila baada ya saa 2 au 3 angalia side ipi imejaa. Kama una kashi nyingi na float imepungua, nenda kwa benki au wakala mkuu ubadilishe kidogo kuwa float. Kinyume chake, kama float iko juu na kashi ndogo, finya muamala wa super agent ili ukate float upate cash. Sasa tuangalie umuhimu wa kuwa na daftari la float. Tengeneza daftari maalumu la kuandika mambo yafuatayo. Kwanza ni mwanzo wa siku, kiasi cha kashi na float. Pili, kila muamala mkubwa, yaani zaidi ya kiwango fulani, labda tuseme 200,000, uandikwe. Tatu, mwisho wa siku. Sasa hapa unaweka kiasi kilichobaki, yaani cash, kiasi cha float kwenye kila mtandao, halafu mwisho ni jumla ya tume ulioipata kulingana na message au statement ya kampuni. Sasa hebu tuangalie makosa ya kisheria au kiutawala ambayo inabidi kuyaepuka ili biashara yako iweze kwenda vizuri. Kosa la kwanza ni kutotoa risiti au kuandika kumbukumbu. Hapa unajifungulia milango ya lawama. Kosa la pili ni kutoa miamala kwa laini ya kawaida ya simu kwa sababu float yako imeisha. Hii inaharibu rekodi na inakupa stress ya kutrace pesa zako. Tatu ni kukopesha wateja kwa mazoea. Huyu anakwambia nipe 50,000 nitaleta jioni. Hii ni njia fupi sana ya kufa kwa biashara yako ya wakala wa simu. Naona nimekueleza mengi kuhusiana na hili swala la upatikanaji wa mambo ya kisheria na upatikanaji wa leseni, na labda tujikumbushe kabla sijamaliza. Leo tumemaliza upande wa kiserikali na kiutaratibu, yaani upatikanaji wa leseni na vibali mbalimbali. Umeona hatua 4 muhimu kabla ya kuanza, lakini pia namna kupata uwakala toka kwa kampuni au kwa kutumia super agent. Vile vile tumeangalia jinsi ya kupanga float kimkakati kwa siku nzima. Siku ya Ijumaa tutaangalia episode yetu ya 3 ambayo itakuwa ni ya mwisho kuhusiana na hii biashara ya wakala wa simu. Na hapo tutaangalia mambo kama aina za utapeli zinazowaliza mawakala, kanuni za usalama wa fedha pamoja na PIN namba,
Pia mikakati ya kuongeza miamala kutoka 30 hadi 70 kwa siku. Mwisho kabisa, kabla sijamaliza hii episode ya pili, nina wito. Sasa hebu nisikize kwa makini kuhusu wito wangu. Sasa hebu nieleze ni hatua gani ya kisheria au ya upatikanaji wa leseni ambayo unaona imekuvutia kiasi ya kuwa imekuhamasisha na uko tayari kuanza hii biashara hata kesho. Lakini pia hebu niambie ni hatua gani ambayo unaona kidogo ina changamoto na inaweza kukufanya usite kuanzisha hii biashara. Kwa hiyo yote hayo niandikie chini, alafu mimi nitaona jinsi ya kukujibu. Lakini pia naomba usubscribe huduma zetu ili usikose kuona vipindi vyetu vya television pamoja na video zetu kuhusiana na masuala haya ya ujasiriamali. Na mwisho naomba ubonyeze kibatani cha like pamoja na share ili wenzio pia waweze kuona hii video. Sasa tuonane Ijumaa. Mimi ni mtangazaji wa kipindi pamoja na video, mtayarishaji wa video. Jina langu naitwa Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.